Leo ikiwa ni siku ya 4 ya mwendelezo wa maonyesho ya 8-8 yanayoendelea hapa katika viwanja vya Dr. John Malekela. Leo tupo eneo la Vipando la halmashauri ya jiji la Dodoma. Tupo na mtaalamu wa kilimo ambaye atatueleza mambo mengi tusiyoyajua kuhusiana na bamia nyekundu. Mtaalamu, bamia nyekundu ina tofauti gani na hii bamia ya kawaida ya kijani? Kwanza, bamia ni zao ambalo lina vitamini A kwa wingi, lakini madini ya chuma kwa wingi kusaidia damu mwilini na kuzuia wakati mwingine kupunguza vidonda vya tumbo. Sasa bamia nyekundu ni variety mpya ambayo tumeipokea ambayo ina madini chuma kwa wingi zaidi. Kwa hiyo kwa watu ambao wana matatizo ya kupungukiwa damu au kufanyaje, anapeleka kutumia hii bamia nyekundu. Na bamia ya kijani nayo inayo, lakini ni kiasi kidogo sana. Kwa hiyo bamia nyekundu ina madini chuma kwa wingi zaidi kuliko bamia hii ya kijani. Sawa sawa. Ndio. Kwa hiyo hii bamia nyekundu anaweza kula mtu yoyote au ina watu special? Anakula mtu yeyote, mtu yeyote anatumia, lakini sasa kuna mahitaji maalum. Kama mtu ana tatizo la damu ndio ina mahitaji zaidi, lakini mtu yeyote anakula kwa sababu kazi yake bamia ya kijani na bamia nyekundu ni ile. Hii inakuwa na madini zaidi kuliko bamia nyeupe. Lakini pia ukiangalia kama ni chakula umekitengeneza kukiwa na rangi tofauti tofauti, hata ile hamu ya mtu kula kidogo inaongezeka. Kitu ambacho kinaweza kubadilisha mazingira fulani ya chakula yakapendeza. Lakini mtu yeyote anatumia, mtu yeyote. Ile kwa sababu inazalishwa ni chache, unakuta inazikuta kwenye masoko, mahoteli makubwa au supermarket, hazipatikani kwa wingi sana. Tukisema tunaangazia kwenye swala zima la tija kutoka shambani mpaka sokoni. Ndio. Gharama nitakayonunua hii itafanana na bamia hii ya kijani? Gharama ya bamia nyekundu ni kubwa kwa sababu unavyojua mambo ya demand and supply, wanaolima bamia nyekundu ni wachache. Lakini wahitaji pia wanaitafuta kwa kazi maalum ni wengi. Kwa hiyo mtu ukipata sehemu ya supermarket au hoteli kubwa, gharama ya mapato ya hapa ni makubwa kuliko bamia ya kijani. Sababu bamia ya kijani ni common, kila mtu anaweza kalima, lakini wanalima wachache. Pia utunzaji wake kidogo yenyewe inasumbua sana na magonjwa kwa sababu iko delicate kuliko bamia ya kijani. Kwa hiyo ukiweza kuipitisha vizuri ukaizalisha kama unavyozalisha hapa, ukapeleka sokoni, unapata kipato kikubwa zaidi kuliko bamia ya kijani. Na je, hii bamia nyekundu inakuwa kwenye mazingira gani hasa? Je, unaweza ukamshauri mwananchi wa Dodoma akailima naye nyumbani kwake akapata matokeo kama haya ambayo tunayaona hapa? Ukiangalia hapa tuna matuta mawili, bamia ya kijani na bamia nyekundu, na zote ziko kwenye ardhi inayofanana, mazipewa matunzo ya aina ile. Kwa hiyo mkulima anaweza kailima mradi tu, yani mahitaji yote ni yale kama wanavyolima bamia ya kijani. Kasoro tu tofauti ya rangi, lakini pia hapa tunahitaji labda control wadudu kwa wingi zaidi kuliko bamia ya kijani. Bamia ya kijani inaweza kujilinda yenyewe kwa sababu imeshazoea mazingira, lakini kwa sababu nyingine kwa mazingira inahitaji control ya ziada kidogo, lakini sio gharama kubwa kuilima, lakini udongo ni ule, mahitaji ni yale, mbolea, nafasi ya kupanda na kumwagiliaji ni vile kama wanavyolima bamia ya kijani. Cha msingi tu ni kuwa na soko lako, kama umepata soko ya kupeleka hata supermarket wanakuambia nayo wanakuja kuchukua wenyewe. Mradi umetunza vizuri. Kwa hiyo soko lake ni kubwa. Na mahitaji matunzo ni yale ambayo kwa mkulima ambaye analima bamia ya kijani akilima na hii mpato la ziada. Kwa mkulima ambaye atahitaji kuanza kilimo cha bamia hii nyekundu, mbegu atatoa wapi? Sisi kazi yetu kama jiji ni kuwaunganisha wakulima na wadau wengine wa kilimo. Kwa mfano makampuni ya mbegu yanazo hizi mbegu. Mpaka kwenye maonyesho hata kwenye banda letu kuna baadhi ya makampuni yameleta hizi mbegu zipo. Kwa hiyo ni ile kwenda anataka bamia nyekundu kwa sana tumuisha na kampuni inayotoa mbegu, anaenda kununua mbegu. Inapatikana tu kwa wingi. Ni swala ambalo haliwezi kusumbua. Sokoni tunaona zimejaa bamia nyingi sana za kijani. Nyekundu mimi nimezionea hapa kwenye banda la jiji. Ni nini wananchi hawafahamu au wakulima hawafahamu? Yaani tunaomba utujuze ni kwa sababu gani hizi hazipo sana sokoni kuliko hizi za kijani? Kama nimetangulia kusema, hii ni variety mpya ambayo tumepokea. Haina muda mrefu imeingia sokoni. Lakini pia kuna watu ambao tunalima kwa mazoea. Watu wengi wakipita kwenye maonyesho yetu hapa ndio wanashangaa kwamba kuna bamia ya rangi hii. Kwa hiyo kwa watu sisi wa kawaida kwenda kwenye hoteli makubwa na supermarket sio kawaida yetu. Lakini kwa wenzetu wageni, wazungu, wa China, wa nini wanazifahamu sana. Kwa hiyo tunawashauri wakulima waanze kuzilima na sisi wananchi wa kawaida tuanze kuzitumia kwa sababu ni bamia ambazo zimeingia mpya, lakini faida yake ni kubwa kama nilivyotangulia kusema, kwa madini, kwa pesa. Kwa hiyo sababu ni hiyo tu kwamba watu wanaiona nyingine na wengi wameiona hapa kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo nafikiri baada ya hapa mwamko utakuwa mkubwa kwa wadau waendelea kuizalisha. Afisa kilimo, ndio unatupa wito gani wananchi na wakulima kuhusiana na hii bamia nyekundu? Wito wangu ni kwamba kwa wazalishaji ambao wanalima kilimo cha bustani waendelee kuwa na mazao mchanganyiko. Kwa mfano kama bamia ana bamia ya kijani, basi akiwa na bamia nyekundu pia inasaidia. Lakini pia kujiunganisha na masoko, kwa mfano mahoteli makubwa, supermarket, lakini unaanzia sokoni unakuja kulima shambani alafu unapeleka sokoni. Kwa hiyo na wananchi pia wanawaalika pamoja, kwa tumezoea kula bamia nyeupe, basi nyekundu ya kijani tuwe na mazoea kwa bamia hii nyekundu kwa kupata yale madini yanayopatikana mle ndani, itatusaidia kwa wingi sana.